Na asante Philipina Ndwata. Na mtazamaji, wakati huu ndio wasaa wa kuangaza habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe. Karibu na tuangaze habari za michezo, na tuanze na habari za kitaifa. Serikali imesema inafanya jitihada zitakazohakikisha mbio za kimataifa za Kili Marathon ambazo hufanyika kila mwaka hapa nchini mkoani Kilimanjaro zinafikia hadhi ya juu kama zilivyo mbio nyingine duniani. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema hayo katika hotuba yake iliyosomwa kwa niaba yake na mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo wakati wa uzinduzi wa toleo la 24 la mbio za kimataifa za Kili Marathon 2026, ambapo pia amepongeza hatua iliyokwisha pigwa kwa miaka mingi hasa katika kuinua utalii wa michezo na kuwaomba Watanzania kujivunia tukio hilo ambalo hufanyika na kukusanya maelfu ya wanariadha kutoka sehemu mbalimbali duniani. Twendeni tukaanze kujisajili, kwa sababu waandaaji pamoja na wadhamini, mmoja ya dhamira yao kubwa ni kusaidia watoto wetu, ni kusaidia masuala ya afya ya watoto. Tuna kila sababu ya kuendelea kuwaunga mkono. Tunapokwenda kujisajili, tusitazame kwamba nakwenda kutoa fedha au nakwenda kufanya vipi. Angalia faida nyingi zaidi ambayo nakwenda kumsaidia yule mtoto wa Kitanzania ambaye ameshindwa kupata matibabu. Hivi ilipo sasa hivi kwa Tanzania, sina uhakika sana kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati kama tuna event ya riadha ambayo inaweza ikampa mwanariadha qualification event kwenda kushiriki kwenye mashindano ya Olympic na World Athletics. Kwa vile Kili Marathon imeshakuwa ni event kubwa, tuangalie vile vigezo ambavyo World Athletics wanavitumia kuweza kupata qualification, tuweze kufanya maboresho, tufanye improvements kwa Kili Marathon, ili sasa badala ya wanariadha wetu kwenda nje ya nchi kutafuta qualification, tuweze kupata qualification kupitia Kili Marathon. Kwa hiyo nitoe wito kwa waandaaji na chama cha riadha hapa nchini Tanzania kuangalia vigezo, waboreshe ili Kili Marathon iweze kutoa fursa hiyo na wanariadha wetu wapate qualification hapa nchini kwetu. It's Alphonse Simbu, who brought home Tanzania's first gold medal in the men's marathon at the 2025 Tokyo World Athletics Championship. Tunachofanya Yas Kili Half Marathon kuwa ya kipekee ni ile experience ambayo tunawapa washiriki wetu kuanzia wanapojisajili hadi kwenye mbio yenyewe. Licha ya kuwa mdhamini wa kilomita 5, lakini kwa miaka mitatu iliyopita benki yetu imeendelea kuwa karibu sana na kujihusisha. Klabu ya Tanzanite jijini Dar es Salaam imefanya fainali za mchezo wa pickleball ambayo imewakutanisha wadau wote wa michezo kutoka mataifa mbalimbali na kushuhudia vijana wa Kitanzania wakionyesha ujuzi wa hali ya juu. Mashindano hayo yamefanyika kwa siku 5 mfululizo katika viwanja vya Tanzanite Sport Hub Mikocheni na kushuhudiwa na watu mbalimbali mashuhuri zikiwemo familia za wafanyabiashara maarufu nchini Mo Dewji na GSM. Ni mchezaji wa pickleball wa Tanzania. Kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa mashindano kuisha salama, kwa sababu tulikuwa hapa siku 5 nzima tu hapa Tanzanite. Tunacheza mashindano yalianza Friday. Yote kwa kudura za Mungu. Kwanza napenda kumshukuru Mungu kwanza kwa kushinda. Nimeshinda kategori 2 za mixed doubles, third place na hiyo singles kwa third place. Napenda kuwapongeza klabu ya Tanzanite kwa kuandaa mashindano haya ya pickleball, na ni mazuri kwa sababu sisi Tanzania kwa pickleball ndio tunaenda kwenye mashindano ya kimataifa. Mungu kijalia mwezi wa 11 tutakuwa na mashindano ya kimataifa yatafanyika pale Gymkhana Club ya East Africa Lucky Sports Club. Encourager les filles de venir jouer au pick and ball. En tout cas vraiment. Anashauri wanawake wengi waingie na wacheze, yani wajiunge katika hiyo mchezo wa pickleball. Ni mchezo mzuri na anataka wanawake wengi waje kwa ujumla wajiunge na wacheze hiyo mchezo. Elle sera la bienvenue. Na kwingineko, mashindano ya kuogelea ya Kana Zone 3
yameanza nchini Kenya kwa kuyakutanisha mataifa ya Rwanda, Zambia, Afrika Kusini, Ethiopia, Sudan na Zimbabwe, ambapo Tanzania ina malengo ya kuyatumia mashindano hayo kwa maandalizi ya mashindano ya kimataifa na kukuza viwango vya wachezaji. Na baadhi ya wachezaji wa Tanzania waliohudhuria mashindano hayo nchini Kenya ili kupata uzoefu, wamesema hiyo ni fursa kwao ili kujiweka sawa katika viwango vya kimataifa katika mchezo huo wa kuogelea. I'm representing Team Tanzania, and so far this competition is very competitive. There are brand new faces, new challenges, and I like new challenges so I can push myself to the hardest. My expectations for this gala is to come top 3 in my age group, and for Team Tanzania to try and win this event. My name is Victoria and I'm representing Kenya. I am the team captain for the Kenya team today. What I would say our performance has been, personally I've done really well, and I think everybody else in the competition has done really well. I'm really proud of my teammates. And I'm here at the Kenya Zone 3 Championship in Nairobi, Kenya. I'm enjoying this competition. I've made some PBs and I look forward to everything that will come. The competition is quite good competitors, the water feels nice and the weather. Hiyo inahitimisha habari za michezo kitaifa, na sasa tukaangaze kwa upande wa habari za burudani, ambapo tunaeleza kwamba mwanamuziki wa Tanzania Bushoke na mjasiriamali maarufu kutoka Uganda Juliet Zawede wamefunga ndoa na kufungua kurasa mpya kwenye mapenzi yao na kufunga ndoa rasmi nchini Marekani. Harusi yao ilifanyika kwenye jimbo la Massachusetts iliyochanganya tamaduni za Uganda na Tanzania. Itakumbukwa kuwa mahusiano ya wawili hawa iliibuka hadharani baada ya Bushoke kumtambulisha Juliet kama mpenzi wake na baadaye kumvisha pete ya uchumba mpenzi wake huyo Juliet, ambaye anajulikana kwa mafanikio yake katika biashara na shughuli za kijamii nchini Marekani. Harusi hii imehudhuriwa na wageni wachache akiwemo mwanamuziki wa Uganda Jose Chameleone aliyetoa hotuba ya kihisia wakati wa sherehe ya harusi hiyo, akieleza kwa furaha na kuwapongeza maharusi yao kwa kufikia hatua hiyo ya kufunga ndoa. Na hivyo ndivyo ambavyo tunahitimisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Mimi ni Esther Mtebe, nikurudishe kwake Philipina Ndwata kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima.